Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunakwenda kutafakari maneno ya Mungu kama ilivyo kawaida yetu, kupata wasaa angalau wa dakika 2-3 kujadili maneno ya Mungu, kukumbushana. In fact tunakumbushana kwa sababu wanadamu tuna tabia ya kusahau muda mwingine. Kwa hiyo tunapata wasaa angalau wa kukumbushana maneno ya Mungu kwa wakati ambao tumetoka kanisani tayari. Najua umefundishwa kanisani, umeelekezwa, Mungu akasema na wewe kwa namna fulani, umepokea tayari sehemu yako, lakini wakati huu pia tunajadili kwa njia ya mtandao baadhi ya vitu kama vile kuwekana sawa na kukumbushana kwa habari ya maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kawaida yetu pia leo ni tafakari yetu, na leo tutakwenda kuangalia katika kitabu hichi cha Yeremia sura ya 29 kuanzia mstari wa 12 na wa 13. Yeremia 29, 12 na 13. Lakini nitasoma baadaye mistari ya kuanzia mstari wa 10 na kushuka chini na 13. Lakini kwa sasa nitaomba nisome kuanzia mstari wa 12 na wa 13, then baadaye tutakuja kwenye mistari ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa 12 Biblia inasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mstari wa 13 unasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kwamba mtanitafuta na kuniona, nukta. Akasema mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Naomba nisome pia mistari ya juu kuanzia mstari wa 10. Kuanzia mstari wa 10 Biblia inasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70, nitawajilia nyinyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Na mstari wa 12 anaendelea anasema kwamba nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hapa Mungu anavisisitiza kupitia nabii Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Mungu ambayo Yeremia alikuwa anasema na watu ambao walikuwa wametekwa mateka kutoka Yerusalemu wakati ule wa mfalme Nebukadnezar. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wametekwa mateka kutoka Yerusalemu, wakawa wanafanyika watumwa kule Babeli kwa mfalme Nebukadnezar, enzi za mfalme Sedekia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anawapa promise. Kumbuka huko nyuma alikuwepo nabii mwingine alikuwa anajiita Anania. Anania alitoa unabii wa uongo, na Yeremia akasema ya kwamba umesema maneno haya ambayo si sahihi, umewapa matumaini, umewatumainisha watu mambo ambayo si sahihi, ambayo Mungu hakusema na wewe. Kwa hiyo hakika utakufa. Na kweli katika mwaka ule mwezi wa 7 na Anania ambaye alikuwa ni nabii ambaye hakuwa anafuata sauti ya Mungu akawa amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona mwendelezo wa maneno ya Mungu kupitia nabii Yeremia. Hapa anawaambia sasa wana wa Israeli kwamba Babeli itakapofikisha miaka 70 nitawatoa na kuwaleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mahali pale ambapo Mungu alikuwa amewatoa akawatawanya, wakawa wamechukuliwa kwa taifa la Babeli kwenda kutumikishwa kwa mfalme Nebukadnezar. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 12 anasema kwamba nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ile miaka 70 ya Babeli kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda kuniomba, nami nitafanyaje? Nitawasikiliza. 13 anasema kwamba nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Sasa this is my point kwa siku ya leo, kwamba mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alikuwa anasisitiza kwamba mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote? Kwa nini Mungu alikuwa anasisitiza hapo? Na ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 41, Biblia inasema kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe kuna vitu vya ziada. Hapa anasisitiza, anasema kwamba nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Hapo tena kwenye Mathayo anasema kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aseme akiomba kwa bidii, au aseme kwamba mkinitafuta kwa moyo wenu wote? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasisitiza, anataka aone moyo wa mtu ambao kweli umejitoa kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba je, huyu mtu anataka hichi kitu, lakini anataka hichi kitu ameweka effort kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. How much effort have you put on that thing? Unataka Mungu akufanyie kitu fulani, lakini umeweka effort kiasi gani kwa hicho kitu ili Mungu afanye hicho kitu? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana. Yafaa sana mtu mwenye haki akiomba. Lakini sio kuishia tu kuomba.
Sio kuishia tu kuomba, lakini akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Na maana ile bidii inawakilisha kiwango cha effort au kiwango cha msisitizo ambacho mtu amekiweka kwenye hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwingine anasema kwamba mbinguni hakitoingia kitu kinyonge wala kitu kichafu. Kile kinyonge kinamaanisha kwamba ukifanya kitu kwa udhaifu hauna sehemu katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si vitu vya duniani tu, hata katika ufalme wa Mungu pia. Unaposema kwamba unafanya kazi kwa ajili ya kupata utajiri, kupata mali, kupata nini whatever, lakini pia kumbuka hata kwenye ufalme wa Mungu pia lazima uweke juhudi kuweza kupata ufalme wa Mungu. Biblia inasema pia kwamba ufalme wa mbinguni utatekwa na watu wenye nguvu. Si lele mama kwamba utaenda tu nataka baraka za Mungu, nataka Mungu anibariki, lakini ufanye vitu kwa mkono mregevu then utarajie baraka za Mungu. Hiyo kitu haipo. Ni principle kabisa ya kimungu. Anasema kwamba mtakapo nitafuta kwa bidii. Sawa? Maombi ya mwenye haki yafaa sana kama ataomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kwamba kweli mtanitafuta na mimi nitaonekana. Endapo tu condition anaweka. Endapo mtanitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukumbuke tunapohitaji kitu kwa Mungu, tunapotaka Mungu aonekane kwenye maisha yetu, tunapotaka Mungu afanye kitu kikubwa maishani mwetu, lazima tuweke effort, lazima tuweke bidii, lazima tufanye kitu kwa ubora. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanye kitu ambacho kweli Mungu anasema huyu mtoto wangu amenitafuta kwa bidii, huyu mtoto wangu ameweka effort, anakihitaji hichi kitu. Hata kile kitu kinakuwa ni reference kwake Mungu kwamba huyu mtu kweli natakiwa nifanyie hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anatakiwa nifanyie hichi kitu kwa sababu anaonesha he will really want this thing through his effort or through her effort. Uweze kupata kitu kwa mkono mregefu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya mwenye haki yafaa sana endapo ataomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anasema kwamba endapo mtanitafuta kwa mioyo yenu yote. Bwana Yesu asifiwe. Tutoe mioyo yetu kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Tunapohitaji Mungu afanye mambo makubwa maishani mwetu, ni lazima tujitoe kwa mioyo yetu yote. Ili Mungu afanye vitu vikubwa, lazima tutoe nafsi zetu kwa moyo wetu wote. Kama ni kuomba, tuombe kwa bidii. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, tuifanye kazi ya Mungu kwa bidii. Kama ni kujitoa kwa ajili ya kusaidia watu, tuwasaidie kwa bidii na kwa mioyo yetu yote, ili Bwana aonekane kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tusitarajie kupata vitu kirahisi. Nashukuru sana siku hizi mkanisani wanasisitiza kwamba kwa Yesu si lele mama kama ilivyokuwa zamani mnaimba kwa Yesu lele mama tambalale. No, sio hivyo. Lazima uweke effort. Lazima uweke bidii kumtafuta Mungu. Lazima uweke bidii kwenye kitu ambacho unakifanya cha kimungu. Lazima umtafute Mungu kwa moyo wako wote. Kama unaomba, omba kwa moyo wako wote. Kama unaimba, imba kwa moyo wako wote, ukijua kwamba unayemtumikia ni mkuu sana na anahitaji aone namna ya wewe jinsi ulivyojitoa kwenye kumtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hutopata kitu kelele mama. Yaani haipo kwamba utapata kitu kelele mama. Lazima uoneshe juhudi, lazima uoneshe effort. Na Mungu si dhalimu, lazima ataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu si dhalimu, lazima ataonekana. Ndugu yangu nakusisitiza na nakukumbusha, onesha effort kwenye kumtafuta Mungu. Tafute Mungu kwa bidii. Kama ni kazi ya Mungu, ifanye kazi ya Mungu kwa bidii na Mungu mwenyewe atajidhihirisha kwenye maisha yako. Ifanye kazi ya Mungu kwa moyo wako wote. Jitume mwenyewe, utumike kwa moyo wako wote madhabahuni, sehemu yoyote ile ambayo upo umeweka kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Ifanye kwa bidii, ifanye kwa juhudi zote ili Bwana ashughulike na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuhakikishia Mungu wetu si dhalimu, na kuhakikishia tena kwa mara nyingine kwamba Mungu si dhalimu, ni lazima atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ile miaka 70 ya Babeli ambao walikuwa wamewaahidi hao watu, akamwambia kwamba miaka 70 ya Babeli ikitimia nitawarejesha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nitawatoa kule ambako walikuwa wametoka mateka, niwalete hapa ambapo sehemu nilikuwa nimewaweka mwanzo, sehemu nilikuwa nimewaidia baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe miaka sometimes muda mwingine unapitia mambo magumu, unapitia maisha magumu yenye challenge, yenye kila kitu, changamoto nyingi. Kumbuka kwamba mtafute Mungu kwa bidii. Na probably miaka 70 ya Babeli bado haijafika kwa Mungu kutoa hapo ambapo uko kwenye shida hizo, kutoa kwenye hizo tabu, kutoa kwenye hizo changamoto. Pengine miaka 70 haijafika ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yako 70 ya Babeli ipo. Kuna sehemu, ipo siku kama unamtafuta Mungu kwa bidii, ipo mahali Mungu atakuchukua. Ipo siku utafika ile miaka 70 ya Babeli na Mungu atakutoa hapo ulipo, atakufikisha sehemu ambayo yeye anataka uwe, ambayo ni haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kumtafuta Mungu kwa bidii. Hata kama within that range of 70 years, miaka 70 ya Babeli, lakini pia
You need to show your effort. Inaweza kafika miaka 70 ya Babeli, lakini hawa watu kama wamtafuti Mungu kwa Babeli, kwa bidii, Mungu hata watoa kwa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata waondoa utumwani, hata watoa utumwani kwa Nebukadneza. Asingewatoa kama hata kama miaka 70 ingefika, lakini bado hawajamtafuta Mungu kwa bidii. Kumbuka, wasingeweza kutoka kwenye ile sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Asingeweza, angewaacha waendelee kutoa ili kwanza, ili wakumbuke kumtafuta Mungu kwa bidii, ndio yeye awatoe kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka 70 sasa imefika, na watu kweli wamtafuta Mungu kwa bidii. Mungu anawachukua, anawapeleka sehemu ambayo anataka wenyewe wawepo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kumtafuta Mungu kwa bidii, kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kama ni kuomba, omba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba mkinitafuta kwa moyo wenu wote. Najua Mungu anakusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unatambua kabisa kwamba Mungu anakusudi na wewe. Lakini kama utaonesha juhudi, Bwana Yesu asifiwe, hiyo juhudi utaiona kwenye hiyo kusudi la Mungu maishani mwako. Utaliona kwenye maandiko. Ndiyo, utaliona kwenye maandiko, lakini halitotimia kama hutaonesha juhudi za kumtafuta Mungu. Tumtafute Mungu kwa bidii. Tumtafute Mungu kwa bidii na kwa mioyo yetu yote ili Bwana afanye sawa sawa na mapenzi yake. Miaka 70 ya Babeli ikitimia, kama unatafuta Mungu kwa bidii, hakika lazima Mungu atakuonekania na atafanya kitu kwenye maisha yako na itafanyika ushuhuda. Mungu akubariki kwa tafakari hii. Endelea kufuatilia mafundisho haya kupitia Instagram, kupitia YouTube, kupitia Facebook pia. Hakika najua ipo kitu unajifunza ndani ya moyo wako, na hata kama leo hujajifunza, mabadiliko yanatokea siku hadi siku. Mabadiliko ni mchakato. Leo umesikia neno hili, litakutengenezea kitu fulani. Chukua portion yako, ifanyie kazi. Hakika Bwana atafanya kwa wakati wake. Mungu akubariki. Naitwa Nuhu Nduhie Ayubu. Karibu kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana pote. Tujifunze na kutafakari maneno ya Mungu zaidi. Amen.